Yes, bwana, haujambo na karibu sana mwanamichezo wetu wa channel ya Yanga Habari TZ. Bwana, muda huu tunakuangazia kile ambacho kinaendelea kwenye dimba la Uhuru, ndiko ambako bwana, miziki mbalimbali inaendelea kwa ajili ya kusherehesha siku ya Yanga Day. Bwana, hicho ambacho unatizama kwenye display yako ndicho ambacho kinaendelea bwana kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Muda huu Yanga wanaweza kuonyesha bwana sherehe yao ni sherehe kubwa kwa ajili ya utambulisho wa wachezaji wao wapya ambao wamekwenda kusajiliwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili. Bwana, wameweza kuthibitisha na bado wanaendelea kufanya scouting sehemu mbalimbali bwana, ili kuweza kabla dirisha ili kufungwa, basi kuna wachezaji baadhi wataweza kuongezwa na ambao wataweza kuonekana kwenye michuano mbalimbali ambayo Young Africans wanahusika. Bwana, ni cha kufanya sasa kwa shabiki wa klabu ya Young Africans ili usiweze kupitwa na taarifa hizi. Bwana, hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na habari mbalimbali za kimichezo, burudani, usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24. Na kwa ambaye tayari umeshaweza kusubscribe channel yetu, basi tunabudi kushukuru na kusema asante kwa kuwa nasi na uendelee kusalia nasi ndani ya masaa 24. Basi tutaweza kukujuza kile kilicho bora kabisa kutoka kwenye channel yako pendwa ya Yanga Habari TZ. Bwana, hii leo siku ya Yanga Day tutaona mengi. Siku hii ndio siku ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans kuweza kuwatizama wachezaji wao wapya ambao wamekwenda kusajiliwa hivi karibuni. Bwana, wachezaji hao ni takriban wachezaji kama asijakosea kama 6 hivi. Hao ndio wachezaji wa kimataifa ambao wapo hapa kwenye viunga vya klabu ya Young Africans. Bwana, hivyo wachezaji hao wote hii leo ndio siku ya kwenda kuwatambulisha rasmi kabisa kuwa ni wachezaji halali wa klabu ya Young Africans. Na uwanja huu bwana, hii leo umeweza kujazwa na mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans ili kuweza kuwatizama wachezaji wao wapya ambao wamekwenda kusajiliwa na klabu hii ya Young Africans. Bwana, ni cha kufanya sasa kwa shabiki wa klabu ya Young Africans juu ya taarifa hizi za usajili pamoja na tetesi ambazo zinaendelea na ambazo zilikamilika tayari. Basi sisi kama Yanga Habari TZ tutaweza kukujuza kile ambacho kitakuwa kikiendelea kwenye viunga hivi vya klabu ya Young Africans. Na muda huu tunakusogezea sherehe za Yanga Day ambazo zinaendelea hii leo kwenye dimba hili la uwanja wa Uhuru. Ndio uwanja ambao umeteuliwa kwenye sherehe hizi ambazo zinaendelea kwa hivi sasa hapa nchini Tanzania. Hapo jana ilikuwa ni sherehe kwa mnyama Simba Sports Club, na hii leo ndio sherehe ya Young Africans ambao wanakwenda na wao kufanya sherehe za Yanga Day. Ndio siku ambayo bwana, mashabiki wengi wanatamani kuona makubwa yakifanywa na klabu hii ya Young Africans kuhusiana na utambulisho wa wachezaji wao ambao wanakwenda kutambulishwa hivi karibuni. Bwana, baki na sisi tutaweza kujuza kile kinachoweza kuendelea kwenye dimba hili la Uhuru, ndiko ambako sherehe hizi zinaendelea. Bwana, kitu cha kufanya basi hakikisha subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na notification zetu za taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tutakuwa tunaziachia ndani ya masaa 24 kutoka channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, kwa usajili ambao umefanywa mwaka huu na klabu ya Young Africans, hasa kwa usajili wa mchezaji
Peter Shalolile. Bwana, kwa mashabiki, natumaini mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans wanatamani kumuona Peter Shalolile, mchezaji ambaye alikipiga kwa mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Mamelodi Sundowns, ambaye mchezaji huyo bwana tayari ameweza kujiunga na klabu hii ya Young Africans, na mashabiki wengi ndio usajili ambao wanatamani kuona ukitambulishwa hii leo kwenye dimba hili la Uhuru, ili kuwa na matumaini makubwa na mchezaji huyo kwenye msimu huu 2026 2027. Bwana, huo ndio usajili ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa. Bwana, bila kusahau kuna mchezaji bwana Faisal Salum Feitoto ameweza kuhusishwa na vyombo vya habari vingi kuwa mchezaji huyu ameweza kusajiliwa na klabu ya Young Africans, na hizo ndizo sajili ambazo mashabiki wengi wanazisubiri kuweza kuzitizama kwenye dimba hili la Uhuru hii leo, muda wa kutambulishwa wachezaji hao. Basi ndio muda ambao mashabiki wengi wanatamani kuona Faisal Salum Feitoto ni amerejea tena Young Africans, au Peter Shalolile ni mchezaji mwenye aliyeweza kula mkataba kwa miaka mingapi na klabu hii ya Young Africans. Basi leo ndio siku ambayo Young Africans wanakwenda kuthibitisha sajili za wachezaji hao ambao tayari wameshaweza kujiunga na klabu hii ya Young Africans kwenye dirisha hili ambalo lilikwenda kufunguliwa na bado linaendelea, halijafungwa bado. Bwana, Yanga hii leo ndio siku ya kwenda kutambulisha majembe yao, kwenda kutambulisha mashine zao kwa ajili ya kwenda kupeperusha bendera ya klabu ya Young Africans ambayo inatamani kuona mwaka huu na miaka ijayo basi Yanga inafanya makubwa kwenye michuano mbalimbali ya kimataifa pamoja na NBC Premier League, michuano ya hapa nchini Tanzania ambayo kila msimu basi Yanga ndio wanaonesha ubabe kwenye michuano hiyo.